Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Mikoa ambayo moja inaongoza kwa rasilimali nyingi ya kutosha. Mikoa ambayo mbili ndiyo ina makundi mengi ya waasi zaidi ya 120. Mikoa ambayo tatu ndiyo inayoongoza kwa umasikini licha ya kuwa na rasilimali nyingi kuliko mikoa yote mingine. Mikoa ambayo ndiyo inaongoza kwa kuwa na mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa na kikanda kuliko mikoa mingine yote ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Morning Express. Haya bwana, zikiwa zimesalia dakika 6 kuelekea 12 kamili kwenye wino mzito pale, tumalize kwenye Morning Express na kuangazia taarifa nyingine za kimataifa. Serikali ya Iran bwana imetangaza siku ya Jumanne Julai 6 itakuwa ni siku ya mapumziko ya umma pale Teherani. Kabisa. Msemaji wa serikali ya Iran ametangaza hiyo na amesema hatua hiyo inalenga kuwawezesha waombolezaji wa kiongozi wa zamani wa Irani kurejea kutoka mji mkuu. Pia amesema siku ya maombolezo ya kitaifa itaadhimishwa Irani siku ya Alhamis, huku mazishi ya Ali Khamenei yakitarajiwa kufanyika mjini Mashhad itakuwa Julai 8. Kabisa, ndicho ambacho hata jana tumezungumza kwamba kwa sasa hivi dai la Marekani kwamba wa Iran wanaonekana kuwa na utayari wa mazungumzo ya amani kule Doha ni propaganda. Mimi nilisema jana kwa sababu ya hili tukio ambalo ni kubwa kwao, linaunganisha taifa, lakini ni tukio la kusikitisha. Na kwa maana hiyo ukiangalia maombolezo yake yanachukua muda mrefu. Hakuna namna ambavyo Iran inaweza ikawatuma kina Mohammed Bagher Ghalibaf, mpatanishi mkuu na spika wa bunge la nchi hiyo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, kwenda kukaa na Marekani kuzungumza masuala ya amani kati ya maombolezo ya kiongozi ya aliyekuwa kiongozi wao mkuu. Kwa mujibu wa ratiba rasmi ambayo nimeiona jana, sala za mazishi ya shughuli za kuaga mwili wa Khamenei zitafanyika kati ya Julai 4 na Julai 8 katika miji ya Teherani, Qom na Mashhad. Hafla ya kutoa pole pia zitafanyika katika miji ya Baghdad, Kazmin, Kabala na Najif nchini Iraq. Hii ni miji ambayo inakaribiana na Iran yenyewe, na utakumbuka kwamba Iraq hasa majimbo kama haya uliyoyataja yanayoelekeana na Iran kwa kiasi kikubwa sana yana washia wengi, na hili ni taifa pia la kishia unajua. Kwa hiyo huo ukanda wa hayo majimbo ndiko ambako pia kuna vikosi, ni moja kati ya yale maeneo ambako kumekuwa na washirika wakubwa wa Tehran ambao wanashirikiana katika mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa hiyo unaona kwamba ni mikoa ambayo kwa namna moja au nyingine inafungamana kihistoria, lakini pia tajriba na Iran. Ndio maana katika ile orodha, kama ambavyo kipindi Rais Magufuli alipofariki alivyozungushwa katika mikoa kadhaa, kwa hiyo na wao wanafanya hivyo ndani ya nchi yenyewe, lakini pia mikoa hii ambayo ni ya jirani, ila inayoonekana kitamaduni, kidini, lakini pia hata kisiasa inafungamana kwa karibu sana na taifa hilo. Wanampeleka huko, na kwa mfano kama mji kama Karbala. Karbala ni mji mtakatifu ambao una historia. Utakumbuka mwaka 680 ilitokea vita ambayo ilihusisha, unaweza kusema, jamii mbili hasimu, mojawapo ikiwa ni ya aliyekuwa mjukuu Imam Hussein ibn Ali, aliyekuwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawa amefariki na familia yake. Kwa hiyo ni katika mantiki hiyo ya ushia kama imani au itikadi inayowaunganisha, ndio maana unaona na katika miji ile ambayo imam huyu au ayatollah atapitishwa kwa ajili ya heshima za mwisho, na Karbala ni mojawapo kati ya miji hiyo ambayo imeorodheshwa. Kwa hiyo ni tukio, ni wakati ambao ni mzito na muhimu kwa taifa kama Iran, jambo ambalo linafanya wasiwezi kujihusisha na mambo mengine, mazungumzo haya ambayo yanatakiwa kufanyika katika kipindi cha siku hizi 60.
Haya bwana, sisi tuondoke. Tukitimia saa 12 kamili itakuwa ni time ya wino mzito, lakini miongoni mwa taarifa ambayo nimeona ikijadiliwa sana mtandaoni pia kutokea kule, na hii ni kama update tu kutokea kule Venezuela. Unajua uokoaji unaendelea. Vifo ni kama 1900 mpaka jana. Sasa story ambayo imeibua naweza kusema shangwe msibani ni kijana mdogo wa miaka 3 kuokolewa siku ya 6 kwenye vifusi akiwa hai. Mtoto ni malaika. Na ile inatimiza hii ni kauli ambayo mara zote imekuwa ikizungumzwa kwamba sehemu kama hizi utarajie kukutana na kitu kama hiki cha ajabu. Yaani hata kwenye vita mnaweza mkapigana, mnaweza mkafanya nini, lakini ukaja kumkuta mtoto sehemu ya katikati ya maiti nyingi sana. Imewahi kutokea ajali moja, ilikuwa ni pwani kama sikosei, gari zilikuwa zinatoka Tanga inakuja Dar es Salaam, tena ilikuwa imebeba msiba. Ile gari imepata ajali, wamekuja kumkuta mtoto uko chini ya siti mzima. I see. Endeleo Kwa hiyo ni Mungu anaamua kutenda kwa wakati wake. Haya, tukirudi itakuwa ni time nzuri kabisa kwa ajili ya wino mzito. Offer package. Hivi nani hataki zawadi?